Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، نعم تندلنا درسية صرف يا كتابة هيك مبادئ علم الصرف. توجدك الفعل الصحيح والمعتل. نسمى الفعل الصحيح والمعتل kitendo kilicho sahihi na chenye ugonjwa. Hapa atatuelezea maana ya kitendo ambacho ni as-sahih wal mu'tal. Naam. Hapa atatuelezea ni kipi kitendo kilicho sahihi na ni kipi kitendo chenye ugonjwa. Al-fi'lu as-sahih huwa ma kana kullu harfin من حروفه الأصلية صحيحا. anasema kitendo kilicho sahihi huwa ma ni kile ambacho kana kullu harfin imekuwa kila herufi min hurufihi al-asliya katika herufi zake za asili sahihan ni sahihi, yani kila herufi moja katika herufi hicho kitendo ni sahihi. Naam, kwa hiyo hii ndio maana ya kitendo kilicho sahihi, ni kile ambacho imekuwa kila herufi moja katika herufi za asili ya kile kitendo ni sahihi, si yenye ugonjwa. Hapa tutazitaja herufi zenye ugonjwa ambazo ni 3: alif, waw na ya. Tuzitaja hapo chini. Anasema wa huwa ma khala anil hurufil mu'talla, nacho ni kile ambacho kimeepukana na herufi za ugonjwa. Ndio kitendo ambacho ni nini? Sahihi. Wa huwa ma, nacho ni kile ambacho khala kimeepukana min alhurufi almu'talla, kutokana na herufi za ugonjwa. Kwa kitendo hicho kitaitwa huwa ni sahih. Wa huwa, nacho 3 anwa', kipo aina 3. Kitendo ambacho ni as-sahih kipo aina ngapi? 3. Kwa hiyo ndio maana ya kitendo sahihi, kile ambacho kimepokana na herufi zile za illa, herufi za ugonjwa ambazo ni 3, tutazitaja hapo chini. Kwa hiyo kitendo kilicho sahihi kipo aina ngapi? 3. Aina ya kwanza ni as-salim. As-salim ni kipi kitendo ambacho ni as-salim? Kitendo kilichosalimika. Wa huwa ma kana hurufuhu sahihatan, nacho ni kile ambacho imekuwa herufi zake ni sahihi. Wa khala anil hamzati wat tad'if, na kimeepukana na hamza na tad'if. Tad'if ni kule kuchanganywa herufi hii kutambaka kuzidikana shadda. Ataeleza hapo al-fi'l al-mudha'af. Mithlu, mfano hadara, kataba, dahraja, daraba, sami'a, alima. Kwa kitendo hicho kinaitwa as-salim. Sawa, ambacho ni katika aina ya kwanza katika kitendo ambacho sahihi. Al-fi'lu as-salim ni kile ambacho imekuwa herufi zake zote ni sahihi, sio katika herufi za ugonjwa. Sawa, lakini imeepukana na hamza pia na tadhif. Sababu kama kitakuwa ndani yake kuna hamza itaitwa ni mahmuz, kama itakuwa ndani yake kuna tadhif itaitwa mudhaaf, kama ninavyoeleza hapo chini. Mfano hivyo ambavyo alivyoeleza. Aina ya pili ya kitendo ambacho ni sahihi ni al-mahmuzu. Al-mahmuzu wa huwa ma kana ahadu hurufihi al-asliya hamzatan, nacho ni kitendo ambacho imekuwa moja kati ya herufi zake za asili kuna hamza, yani katika zile herufi zake za asili ya kitendo ndani yake kuna nini? Kuna hamza. Kwa sawa iwe mwanzo iwe kati iwe mwisho, kitendo hicho kitaitwa al-mahmuzu. Umefahamu? Anasema mithlu, mfano amara, akala, akhadha, saala, qara. Unaona amara hamza ipo mwanzo, akala hamza ipo mwanzo, akhadha, saala hamza ipo kati, qara hamza ipo mwisho. Kwa kitendo kama hichi kinaitwa al-fi'lu al-mahmuz, ambayo ni katika aina ya kitendo kilicho sahihi. Umefahamu? Al-mudha'af, aina ya 3 ya kitendo ambacho kilicho sahihi ni al-mudha'af.
Almudha'af ni kitendo gani? Nasema wa huwa ma kana ahadu hurufihi mudha'afa, nani ile ambayo imekuwa moja kati ya herufi zake ni mudha'af iliyochanganywa, yani moja imechanganywa kwa nyingine mpaka imezalikana nini? Shadda. Sawa, na ukisoma katika vitabu vingine taarifu yake inakuwa huwa ma kana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid, yani aini yake na lamu yake inatokana na jinsia hiyo moja, maana ile la aini imechanganywa kwenye lamu imezalikana kuwa ni shadda, patikana kuwa ni herufi moja. Mithlu, mfano, shadda. Naona kitendo hiki kinaitwa nini? Mudha'af. Maana hapo dali zipo mbili katika hiyo shadda, kwa moja imechanganywa kwa nyingine mpaka kuzalikana shadda. Kwa hiyo kitendo sampuli kama hii kinaitwa nini? Mudha'af. Madda, marra, qarra, farra, qarra, allama, kallama. Kwa hiyo hivi ni vitendo vinaitwa kitendo kama hiki kinaitwa al-fi'lu al-mudha'af, ambao ni katika aina ya kitendo kilicho sahihi. Umefahamu? Kwa hapo tumeona maana ya kitendo kilicho sahihi na aina zake. Tumeona kwamba kitendo sahihi maana yake pia na aina zake ambazo tumeona zipo ngapi? 3. Sasa tunakuja kukisoma kitendo ambacho chenye ugonjwa. Anasema wal mu'tallu huwa ma kana ba'dhu hurufihi al-asliya min hurufi al-illa. Mu'tallu ni kitendo ambacho huwa ni kile ambacho kana ba'dhu hurufihi al-asliya, zimekuwa baadhi ya herufi zake za asili min hurufi al-illa, katika herufi za illa, yani moja kati ya herufi zake za asili ndani ya hiko kitendo kuna herufi ya illa, herufi ya ugonjwa. Sawa, hiyo kitendo hicho kitaitwa nini? Mu'tallu. Umefahamu? Anasema wal hurufu al-illatu 3, na herufi za ugonjwa ni 3. Herufi za illa kuna al-alif, al-waw na wal-ya. Hizo 3 hizo, alif, waw na nini, na zinaitwa hurufu al-illa, herufi za ugonjwa. Wal mu'tallu yanqasimu ila 5 aqsam, na kitendo ambacho chenye ugonjwa kinagawanyika katika aina ngapi? Vigawanyo vingapi? 5. Katika aina ngapi? 5. Tumeona kwamba al-fi'lu sahih, kitendo kilicho sahihi kina aina ngapi? 3. Lakini al-fi'lu al-mu'tal kina aina ngapi? 5. Kwa hiyo pia inabidi ujitahidi kuhifadhi laqab ya hivi vitendo. Mtu anakuuliza ma huwa al-fi'lu sahih wa ma hiya anwa, ma huwa al-fi'lu salim, ma huwa al-fi'lu al-mahmuz, ma huwa al-fi'lu al-mudha'af. Unaona hivyo. Kwa hiyo inabidi uhifadhi hizi laqab za vitendo, inaitwa alqabul af'al, laqab za vitendo. Aina ya kwanza ni almithalu. Kuna kitendo kinaitwa almithal ambayo ni katika aina ya kitendo chenye ugonjwa. Ni kipi? Anasema ma kana tifauhu harfa al-illa, ni ambayo imekuwa fe yake ni herufi ya illa. Anaposema fe yake anakusudia nini? Eti anaposema fe yake anakusudia nini? Hapo anasema ma kana tifau harfa illa, ni ile ambayo imekuwa fe yake ni herufi ya illa. Anakusudiaje? Eti hapo anakusudiaje aliposema hivyo? Unafahamu? Anaelezea maana ya kitendo almithal, ambapo almithal ni aina ya kitendo chenye ugonjwa. Sio, umefahamu? Ndio hapo ameelezea ni ile ambayo au ni kitendo ambacho fe yake ni herufi yenye ugonjwa. Si tumeona kwamba herufi zenye ugonjwa ni 3. Sasa herufi yani katika hicho kitendo fe yake ya hicho kitendo ina nini? Ni katika herufi za illa. Yani anakusudia herufi ya kwanza ya hicho kitendo ni herufi ya illa. Kwa sababu aliposema fe yake maana anakusudia wizani wa neno fa'ala, maana herufi ya kwanza ni fa. Kwa anaposema ni ile ambayo imekuwa fe yake ni herufi ya illa, bi maana herufi yake ya mwanzo ni herufi ya illa kupitia wizani wa neno fa'ala. Umefahamu? Inaitwa al-mithal. Mfano wajada, wa'ada, unaona herufi ya kwanza ni herufi ya nini? Ya illa ambayo ni wao. Sio, umefahamu? Kwa hiyo hapo ndo makusudio kusema ni ambayo imekuwa fe yake herufi ya illa, yani herufi yake ile ya mwanzo ni herufi ya illa. Kama vile
tulivyoziona hapo herufi za illa hizo tatu. Aina ya pili al-ajwaf au al-mujawwaf. Al-ajwaf au al-mujawwaf ni ipi? Ma kanat ainuhu harfa al-illa, ni ile ambayo imekuwa aini yake ni herufi ya illa, bimaana anakusudia ile herufi yake ya kati katika kitendo nini? Fa'ala. Anakusudia herufi ya nini? Herufi ya kati, herufi ya illa. Mithlu, mfano nala, herufi ya kati hapo nini? Herufi ya kati katika neno nala nini? Hamza. Sara, nama. Unaona, kwa kitendo hichi kinaitwa al-ajwaf au al-mujawwaf. Sio mfahamu? Ni kile ambacho imekuwa aini yake ni herufi ya illa, yani herufi yake ile ya kati katika uisano neno fa'ala. Kwa kutoka ngani neno hiyo neno nala, maana katika uisano neno fa'ala. An-naqis, kuna kitendo kinaitwa an-naqis. An-naqis ni kitendo gani? Ma kanat lamuhu harfa illa, ni kitendo ambacho imekuwa lamu yake ni herufi ya illa, lamu yake ambayo inakusudia ile herufi ya mwisho. Fa'ala herufi ya illa, mfano rama, sa'a, da'a, baka, ishtaka, jara, qada. Umeona, herufi ya mwisho herufi ya illa. Kwa kitendo kama hicho kinaitwa an-naqis. Umefahamu shehe? Amana tafsiri yake tunayajua, anafahamika. Aina ya nne katika kitendo, katika aina za kitendo ambacho chenye ugonjwa, kuna kitendo kinaitwa al-lafifu al-mafruqu. Al-lafifu al-mafruqu, anasema al-lafifu al-mafruqu ma kanat fa'uhu, ni kitendo ambacho imekuwa fe yake, walamuhu, na lamu yake. Sio, umefahamu shehe? Fe na lam, bimaana hapo aini haipo. Fa'ala maana fa na lam, ni ile ambayo imekuwa fe yake na lamu yake. Min hurufi al-illa, ni katika herufi ya illa, ni katika herufi za nini? Za illa, yani herufi ya mwanzo na ya mwisho ni katika herufi za nini? Za illa. Katika hicho kitendo, kitendo kama hicho kitaitwa al-lafifu al-mafruqu. Mfano, mithlu, mfano wa'a, neno wa'a herufi ya kwanza herufi ya illa na herufi ya mwisho ni herufi ya nini? Ya illa. Sio, umefahamu? Herufi ya mwanzo hapo wa ni waw na herufi ya mwisho ni hiyo al-alif al-maksura. Waqa, neno waw na alif maksura ya mwisho. Wafa, waw na alif maksura ya mwisho. Sio, umefahamu? Kwa hiyo kitendo kama hicho kitaitwa al-lafifu al-mafruqu. Aina ya mwisho namba 5 katika aina za kitendo mu'tal, kuna kitendo kinaitwa al-lafifu al-maqrunu. Al-lafifu al-maqrunu ni kipi kitendo ambacho al-lafifu al-maqrunu? Nasema ma kanat ainu wa lamuhu min hurufi al-illa, ni ile ambayo imekuwa aini yake na lamu yake ni katika herufi za nini? Za illa, bimaana herufi ya kati na ya mwisho. Fa'ala maana aini na nini? Na lam. Sawa. Mithlu, mfano tawa. Sawa, tawa. Kwa hapo kuna waw na nini? Na alif maksura katika zana nini? Fa'ala. Sawa, katu yasoma kwenye Qanatul Rashida ile yatwi bika dunya, ndio tawa. Lawa, waw na alif maksura. Tawa na nawa na waw na hiyo alifu al-maksura. Naam, inshallah tashia hapa tutakuja kuanzia al-fi'lu al-lazim wal-mutaaddi. Kwa hiyo jitahidi kuhifadhi hizo laqab za vitendo. Sio unakuuliza ma huwa al-fi'lu al-lafifu al-mafruq, jibu ma huwa al-fi'lu al-lafifu al-maqrun, ma huwa al-fi'lu al-mithal, ma huwa al-ajwaf, ma huwa an-naqis, nakuwa unajibu. Naam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.